Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Kisarawe tulikuwa na changamoto kubwa sana. Watendaji walikuwa na hofu. Maelekezo mengi sana yalikuwa ya kisiasa. Mtu anatishwa, diwani anamkataa mtendaji wa kata kabisa, anasema simtaki. Kwa hiyo tumesema kwamba utaratibu wa kumkataa mtendaji ufuate taratibu na za kisheria. Hata hivi juzi walikaa wakamkataa mtendaji mmoja. Hana mamlaka ya kumkataa. Anayatoa wapi? Yeye kama anaona ana changamoto atuambie, sisi ndio tutafanya maamuzi. Yeye nani kampa mamlaka ya kumkataa? Kama ana shida atuambie, sisi tutafanya maamuzi ambayo ni sahihi. Hayo ni maelekezo ya mkoa na mimi nilishawaambia. Kwa hiyo watendaji hawa sasa hivi wanafanya kazi nzuri sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na tumshukuru Mheshimiwa Rais ametuletea watumishi zaidi ya 280. Vijiji vyote vina watendaji. Hizi changamoto unazoziona ni za miaka 5 au 6 nyuma. Tumejitahidi sana. Watu walikuwa wanapigana fimbo, wanaumizana, lakini kazi inafanyika kweli kweli Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na madiwani sasa hivi tumeanza upya. Na mwenyekiti wa baraza la madiwani tumekubaliana. Mfugaji anapokuwa ameingiziwa kwenye mifugo yake, mfugaji haruhusiwi kukamata ng'ombe wa mwenzie. Yaani ulikuwa unakuta mfugaji anakamata ng'ombe, anawafungia, anajipigia bei. Faini milioni 30, milioni 18, milioni 5, mpaka alipi anang'ang'ania. Nilisema na narudia, mfugaji ukichukua ng'ombe wa mwenzio ukawafungia kwenye zizi lako, wewe ni mwizi. Moja kwa moja raka. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuna kamati ya usalama ya kata. Kila kata ina polisi na wanafanya kazi vizuri. Kuna kamati ya maendeleo ya kata ambayo iko chini ya diwani. Kwa hiyo tumesema badala ya kumpigia Mheshimiwa DC, ng'ombe wangu sijui nini, tunataka kamati ya usalama ya kata ilete taarifa kwenye wilaya na mapendekezo haraka iwezekanavyo, ili tuwe na mfumo mzuri, kwa sababu huku mtu amepewa ranchi, hajaweka uzio, anakamata ng'ombe. Nikasema hapana, haiwezekani. Ukikamata ng'ombe wa mtu umewafungia, wewe ni mwizi. Tunakushughulikia. Na wengi ambao umefanya tunajua. Kulikuwa na ugomvi mkubwa sana wa kuuana. Yule bwana mwekezaji na yule mzee Donyo. Tumelimaliza na yule bwana. Vizuri, maelekezo yangu nimeshayatoa kwao. Nimesema yule bwana hana mamlaka ya kukamata ng'ombe wa mfugaji. Na huyu bwana hana ng'ombe akamata ng'ombe wa mwingine. Ng'ombe wameingia kwenye shamba lako, ita polisi kata, kamati ya siasa ya kamati ya maendeleo, kamati ya ulinzi ya kata, ita mtathimini afanye rete juu haraka sana. Na tuna UCCID yuko hapa damu. Ana kikosi chake cha doria. Wanafanya kazi nzuri sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa hiyo kazi ipo, ni mabadiliko hayo tumefanya. Kuna changamoto lakini kila kitu kitaenda kilivyokubaliwa. Na tulishakubaliana, unaposhikiwa ng'ombe wako au ng'ombe umeliwa, peleka kwenye kata zile viongozi wao. Lakini jambo kubwa na zuri ambalo nimeendelea kusema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wenye viti wa ufugaji na wenye viti wa vijiji tumesema wafanye kazi kama teamwork. Wakati mwingine kulikuwa na viongozi huku wanamzushia mtu ng'ombe wangu wameliwa, unakuta hamna. Nilienda Bwama nikatuma vikosi vikaenda, tuko kwenye kao, akasema amelishwa ng'ombe wako, kumbe 2020 picha 2022. Tukakamata tukaondoka naye tukamweka roka. Shamba halijawahi kulimwa lina miaka 4. Kwa hiyo wakati mwingine wanazusha, wanachukua picha za wilaya nyingine wanaleta pale wanasema, lakini jambo kubwa ambalo lilikuwepo wizi wa ng'ombe. Kweli hao wanaiviana kweli ng'ombe. Kwa hiyo kulikuwa na siasa fulani na mgogoro mkubwa ambao ulikuwepo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Marumbo, ambao nimeona hata yule kijana wa Marumbo alinyosha mkono. Kazi yako inaenda vizuri. Watu wametengeneza kama mtandao, wameenda wamechukua ng'ombe wa mtu wa yule bwana, wamechinja, wanasafirisha kwenye pikipiki, wanapeleka Chanika. Wale wamang'ati wakajikusanya zaidi ya 300. Na washukuru tulifanya hizo salama na mchakato unaendelea. Na mwenyekiti wa ile Marumbo katoroka kitongoji mpaka sasa. Alishiriki kwenye wizi wa ng'ombe wa yule bwana. Tumesema apatikane.